Rais wa FIFA Gianni Infantino ameingia kwenye presha nyingine baada ya uchunguzi wa gazeti la Daily Telegraph kudai kuwa UEFA ilimlipa fedha za kuondoka kazini mwanamke anayedaiwa kuwa alikuwa na uhusiano wa kimapenzi na Infantino wakati akiwa katibu mkuu wa shirikisho hilo la soka la Ulaya. Infantino ambaye ameoa amekanusha vikali madai hayo. Msemaji wake amesema madai ya kwamba alijihusisha na mwenendo usiofaa au kukiuka kanuni za UEFA au FIFA si ya kweli, na kwamba hakuna mfanyakazi wa mashirika hayo aliyewahi kuwasilisha malalamiko dhidi yake kuhusu swala hilo. UEFA, ambako Infantino alikuwa katibu mkuu kuanzia mwaka 2009 hadi 2016, imethibitisha kuwa malipo ya kuondoka kazini yalitolewa kwa mwanamke anayezungumziwa, lakini haijathibitisha madai ya uhusiano wa kimapenzi. Kwa mujibu wa Telegraph, mwanamke huyo alilipwa kiasi cha tarakimu 6. UEFA imesema sehemu ya makubaliano hayo pia ilihusisha kugharamikia masomo yake ya MBA katika shule moja ya biashara. Shirikisho hilo limesisitiza kuwa malipo yote yalifanyika kwa mujibu wa kanuni zilizokuwepo wakati huo, ingawa taratibu hizo zimeimarishwa tangu wakati huo. Tuhuma hizo zimeibuka katika kipindi kigumu kwa Infantino, ambaye tayari anakabiliwa na shinikizo kuhusu uongozi wake wa FIFA kufuatia mpango ulioshindikana wa kuruhusu wawekezaji binafsi kununua hisa katika shughuli za kibiashara zinazohusiana na mashindano ya FIFA, ikiwemo kombe la dunia. Infantino mwenye umri wa miaka 56 tayari ameomba radhi kwa makosa yaliyofanyika katika namna mpango huo ulivyoshughulikiwa, lakini ameendelea kubaki madarakani baada ya kupata uungwaji mkono kutoka kwa viongozi waandamizi wa FIFA katika mkutano uliofanyika Morocco. Hata hivyo, shinikizo dhidi yake linaendelea kutoka Ulaya, ambako baadhi ya vyama vya soka vimeondoa uungwaji mkono kwake na timu za Ulaya zimetishia kususia mashindano ya FIFA. Kwa upande mwingine, Infantino bado anaungwa mkono na CAF pamoja na CONMEBOL, huku vyama vya soka vya Mexico na Argentina pia vikiwa miongoni mwa vilivyoonyesha kumuunga mkono.